Watu wengi duniani wamekumbwa na tatizo ama changamoto ya afya ya akili, aidha kwa kujua ama kwa kutokujua. Nipo hapa hospitali ya rufaa ya mkoa Mwananyamala. Nimekuja kuzungumza na daktari wa afya ya akili, Dr. Jovina Josephat. Hapa anatuelezea kiundani zaidi juu ya nini hasa afya ya akili, athari zake ni nini na nini kifanyike ili kuweza kupunguza athari hii ya afya ya akili. Mimi ni Joseph Isangura. Mimi naitwa Jovina Josephat, ni daktari wa afya ya akili katika hospitali ya Mwananyamala. Moja kwa moja naweza nikasema kwamba magonjwa ya afya ya akili ni magonjwa ya ubongo ambao muasili mtu kihisia, kifikra na kimatendo. Anakuwa na fikra au hisia au matendo ambayo tofauti na alivyotarajiwa katika matarajio katika jamii. Na dalili za afya ya akili zipo za aina nyingi. Kuna changamoto za afya ya akili na vilevile tuna maradhi, dalili ambazo zinaonyesha hii ni maradhi ya afya ya akili. Dalili za afya ya akili zimegawanyika katika makundi matatu. Dalili ya kwanza kuna kibiolojia, kisaikolojia na kijamii. Dalili hizi za magonjwa ya afya ya akili zimegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni kundi la kibiolojia, pia tuna kundi la kisaikolojia, lakini pia tuna kundi la uchumi au kijamii tunaita. Katika dalili hizi makundi haya matatu kuna changamoto na vilevile tuna zile dalili za kwamba mtu amefikia sasa kwenye maradhi ya afya ya akili. Changamoto za afya ya akili ni ile hali ambayo mtu hajafikia hatua ya kwenda kufikia kupelekwa hospitalini. Ni changamoto zile ndogo ndogo ambazo zinakuwepo kwenye jamii ambazo ndio viashiria vimojawapo vya kupelekea maradhi ya afya ya akili. Changamoto hizi ni kwa mfano kujitenga, kuanza kuwa na hofu au kujihisi au kuhisi watu ni wabaya au kuna watu wabaya wanamfuatilia maisha yake, au kuanza kuhisi kwamba kuna watu labda wanamfanyia mambo ya kichawi au kishirikina. Hizi ni dalili ambazo huwa huanza nazo, lakini vilevile dalili nyingine